wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayami wa kana arshuhu 'ala al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6. Qur'ani inasema uumbaji wa mbingu na ardhi ulifanyika katika muda wa siku 6. Siku 6 hizi sio hizi tulizokuwa nazo za saa 24, kwamba siku moja kuwa na masaa 12 mchana, masaa 12 usiku ndio inakuwa siku moja. Sio hizi. Siku moja kuwa na masaa 12 mchana, masaa 12 usiku ikawa masaa 24. Jambo hili lilipatikana katika siku ile ile ya kwanza alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi na kuiumba sayari yetu inayoitwa dunia. Na jambo hili siku moja kuwa na saa 24, masaa 12 mchana, masaa 12 usiku ikawa masaa 24. Jambo hili liko hapa tu katika sayari yetu inayoitwa dunia. Ukienda kwenye sayari nyingine jambo hili halipo. Kwa mfano, siku 88 za katika dunia za saa 24, siku 88 za hapa za katika dunia za saa 24, ukizichukua ukazipeleka katika sayari ya Mercury ambayo ni ya kwanza kutoka katika jua, ndio inahesabika huko ndo mwaka mmoja. Siku 225 za katika dunia za saa 24 ukizihamisha ukazipeleka katika sayari ya Venus ambayo ni ya pili kutoka katika jua, inahesabika kwamba ndio mwaka mmoja. Wakati mwaka mmoja wetu katika dunia inakuwa ni siku 365 na robo. Angalia tofauti. Miaka 248, miaka 248 na siku 292 ya katika dunia ukihamisha ukaipeleka katika sayari ya Pluto ambayo ni ya 9 kutoka katika jua, ndio inahesabika kwamba ndio mwaka mmoja huko. Kwa hiyo kama mtu aliishi katika dunia miaka 248 na siku 292, mtu huyu kama angekuwa yuko kwenye Pluto, anahesabika kwamba bwana huyu au bibi huyu ndio sasa hivi ana mwaka mmoja. Anaposema aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, sio hizi. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Sasa msikilize Mwenyezi Mungu kuhusu siku moja yake. Katika sura ya 22 suratul Hajj aya 47 anasema, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna. Hakika siku moja ya kwa Mola wako kama miaka 1000 mnahesabu nyinyi katika hesabu zenu za kidunia, kwake yeye ndio siku moja yake. Kwa hiyo kesho yaumul qiyama ukiambiwa tunakuhukumu kwenda kukaa motoni siku moja, uelewe siku moja ya akhera urefu wake kama miaka 1000 ya hapa. Ka alfi sanatin, kama miaka 1000 ya hapa, inaweza ikazidi. Anaposema aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana Qur'ani haikushughulika kutaja umri wa ulimwengu, kwa sababu ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wa akili ya mwanadamu katika kutafakari na kupima. Ukiwauliza wanasayansi kwamba ulimwengu huu una umri gani, watakwambia mabilioni ya miaka iliyopita. Mangapi? Mabilioni ya miaka iliyopita. Mangapi? Huu ndio ukweli wa Qur'ani, ndio usahihi wa Qur'ani. Lakini Qur'ani inasema kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, wa kana arshuhu ala alma, alikuwa tayari amekwisha umba maji, na juu ya maji ilikuwepo arshi yake. Kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi ilikuwa tayari maji yamekwisha umbwa, na juu ya maji ilikuwepo arshi yake. Arshi ilikuwa nayo pia tayari imekwisha umbwa. Watu wa cosmology
wanaofuatilia chanzo cha ulimwengu, watu wa geology, watu wa physics, wanawauliza wasomi wa Qur'ani, ikiwa kama Qur'ani inaeleza ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwamba ilikuwa tayari maji ameshaumba, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Kwa sababu sasa hivi maji ya bahari, mito na maziwa yamekaa juu ya mgongo wa ardhi, yamekaa juu ya kitu kinachoitwa, wanasayansi wanakiita ocean floor, ile sakafu ya bahari ambayo imebebwa na ardhi. Yale maji ndio yamekaa juu yake. Na moja katika vituko vya siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu anasema wa idhal biharu fujirati, na pindi bahari zitakapopasuliwa. Atapasua vipi? Atakwenda kubomoa ile ocean floor, ile sakafu ya bahari itabomolewa. Lakini jambo hili tayari lilikwisha fanyika wakati wa gharka ya Nabii Nuh alayhi salatu wasalam. Alibomoa ile ocean floor, ilibomolewa. Katika tetemeko la ardhi la chini ya bahari la tsunami kule Indonesia, alibomoa vile ocean floor. Wanasayansi wanasema maji ya bahari yalipanda kuja katika eneo la ardhi katika lile tetemeko la ardhi la chini ya bahari. Ilikuwa ni sawasawa na kiasi cha bara moja lilikuwa limefunikwa. Ilikuwa ni gharika iliyokuwa kubwa. Watu walioyakimbia maji kwa kutumia gari, maji yalikimbia kilomita 300 kwa saa. Waliojaribu kukimbia kwa gari kuyakimbia maji hawakuweza, walifunikwa. Lilikuwa ni tetemeko lililokuwa kubwa, ni gharika iliyokuwa kubwa. Sasa wanasayansi wanauliza, ikiwa Qur'ani inasema kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, cha kwanza alichoumba kilikuwa ni maji, na juu ya maji ilikuwepo arshi yake, yale maji yalibebwa na nini? Yalikaa wapi yale maji? Maji yana hali kuu 3. Hali ya kwanza ya maji ni hali ya umiminika. Kama vile unavyofungua bomba au mfereji, maji yakamwaika, yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya umiminika yanahitaji lazima yakae juu ya kitu, ndio unachukua chombo unayakinga. Hali ya pili ya maji ni hali ya mgando. Ukichukua bakuli ukayatia maji, ukayaweka kwenye friji ya kiganda, yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya mgando yanahitaji pia yakae juu ya kitu. Hali ya tatu ya maji ni hali ya kigesi, gaseous. Ukiwauliza watu wanakemia kwamba maji ni nini, watakwambia maji ni muunganiko wa hewa ya hydrogen na oxygen. Na wenyewe wanavyoandika wanaandika H alafu wanaandika 2 ndogo pale. Maana viasilia maada viwili vya hydrogen jumlisha kiasilia maada kimoja cha oxygen, kinapatikana kitu kinachoitwa maji. Qur'ani inapokuja kusema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kilichokuwa cha kwanza kuumbwa kwamba yalikuwa ni maji, yale maji yalikuwa katika hali ya kigesi, yalikuwa ni gaseous. Maji yakiwa katika hali ya kigesi hayahitaji kukaa juu ya kitu. Qur'ani imesema kweli. Ukiwauliza watu wa cosmology, chanzo cha ulimwengu huu mwanzo wake ulikuwaje, watakwambia mabilioni ya miaka iliyopita kulikuwa na gesi za aina mbalimbali. Kulikuwa na hydrogen, nitrogen, kulikuwa na carbon, oxygen, helium, neon na kadhalika na kadhalika. Zilikuwepo gesi za aina mbalimbali. Zile gesi ndio zilizokuja zikavutana, zikatengeneza donge moja lililokuwa kubwa, lililokuwa gumu. Alafu anasema katikati ya ile maada moja ambayo ilitokana na mvutano wa gesi, ndio likapatikana lile pande moja kubwa lililokuwa gumu. Wanasema ulitokea mlipuko katikati yake, mlipuko ambao wanauita Big Bang. Ndio vikapatikana vipande vilivyokuwa vikubwa na vidogo vidogo, vikarushwa katika mwelekeo uliokuwa tofauti. Vilipokwenda kutua huko, ndiyo maumbile yote haya yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu. Na katika kuitilia mkazo hoja yao hii ya Big Bang, katika theory yao hii,
wanasema ikiwa kama maumbile yote yatarudishwa nyuma, yanakuja kuwa ni maada moja. Na ndio jambo ambalo sasa hivi wanalifuatilia. Wanaogopa kwamba inawezekana siku moja ya kwamba maumbile yote haya yakarudi tena nyuma, yakaja kuwa ni maada moja kama ilivyokuwa mwanzo. Wanafizikia wote dunia mzima sasa hivi wanalifuatilia jambo hili. Ikiwa kama maumbile yote yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu kwamba chanzo chake yalikuwa ni maada moja, alafu katikati ya ile maada moja ukatokea mlipuko wanaoita Big Bang, ndio yakapatikana maumbile yote haya. Wana wasiwasi ya kwamba inawezekana siku moja jambo hilo likajirudia, kwamba yale maumbile yote yakarudi, yakaja kuwa tena ni jimbile moja, yakaja kuwa tena ni maada moja kama ilivyokuwa mwanzo. Wanafizikia wote dunia mzima. Stanford, chuo kikuu cha Marekani, ni miongoni mwa vyuo vikuu vilivyokuwa bora duniani. Kimeanzishwa mwaka 1885. Sasa hivi wanaendelea na utafiti huu. Profesa Renata Karosh na Profesa Andrei Linde, hawa ni wanafizikia wakubwa duniani. Katika zama hizi wanategemewa, wanalifuatilia jambo hili kwamba inawezekana yakarudi tena yale maumbile, yakaja kuwa tena ni maada moja. Na wanasema ya kwamba ule mlipuko uliotokea pale wakati wa uumbwaji wa mbingu na ardhi, ukubwa wake na kishindo chake na nguvu yake, wanasema ni sawasawa na kukusanywa mabomu ya atom yapatayo bilioni 200, alafu yalipuliwe yote kwa mara moja. Mlipuko kazi yake ni kuharibu. Kwa nini mlipuko ule uliumba? Hapa ndipo wanapotakiwa wanasayansi yale wanayoyavumbua, wanayoyajua, wayachukue sasa wayarudishe kwenye tauhidi. Ile sayansi ichukuliwe, ile sayansi baada ya kuvumbua yale wanayoyavumbua, wayarudishe kwenye tauhidi. Watakuja kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukubwa wake, nguvu zake, uwezo wake, ilmu yake, na watakuja kuona ya kwamba ni lazima muumba awepo. Haiwezekani ulimwengu huu utokee by chance, eti wenyewe tu kwa makusudi. Professor Chris Morrison, rais wa chuo kikuu cha New York nchini Marekani, katika kitabu chake The Evidence of God in an Expanding Universal, ushahidi uliokuwa wazi unaonyesha kuwepo kwa Mola muumba aliyeumba ulimwengu huu uliokuwa mpana wenye kupanuka. Professor Chris Morrison anasema haiwezekani eti ulimwengu huu utokee wenyewe kwa bahati nasibu, ni lazima awepo muumba. Ni lazima yupo muumba aliyeumba akaupangilia. Ukiwauliza wanasayansi habari hii nyinyi mmeijua lini? Hii ya Big Bang mmejua lini? Nishani ya Nobel ya mwaka 1972 alipewa mwanasayansi wa Kiingereza Mr. Hans, baada ya kugundua ya kwamba mbingu na ardhi zilikuwa ni maada moja, alafu ukatokea mlipuko uliokuwa mkubwa katikati ya maada moja, ndio yakapatikana majimbile yote haya yaliyosheheni ndani ya ulimwengu huu. 1972 ndio wanakuja kujua jambo hilo. Qur'ani ilipoteremka karne ya 7, katika kipindi kile kinachoitwa cha giza la kiilmu, centuries of darkness, katika zama zile, muda ule na wakati ule, karne ya 7 ndiyo karne ya sayansi na teknolojia. Karne ya 7 ndiyo karne ya mwangaza wa kiilmu.
karne ya 7 inakuwa ndio new generation mpya, ndio kizazi kipya, ndio inakuwa ndio millennium mpya, ndio enzi mpya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wahyi wa kwanza aliyomteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam, katika zile aya 5 za mwanzo zilizomo ndani ya suratul Alaq, mtume anaambiwa ikra, soma. Maana yake anaambiwa hii ndiyo enzi mpya, ndiyo kizazi kipya cha kusoma, cha science na teknolojia. Huyu anakuwa ndiye mtume pekee, nabii pekee na mwanadamu pekee aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuja kuleta mabadiliko katika dunia, katika ulimwengu. Aliyechaguliwa kuja kuiingiza dunia, ulimwengu, katika enzi mpya ya kusoma, ya maarifa, ya science na teknolojia. Ikra, soma. Maana yake ule wakati wa mazingaombwa umepita sasa hivi, wa kuichukua fimbo na kuitupa chini kageuka kuwa nyoka mkubwa, imepita. Hii ni enzi ya maarifa, ni enzi ya science na teknolojia. Ikra, soma. Asome nini? Mbona kinachotakiwa kusomwa pale hakikutajwa? Qiraa hiki ni kama ilivyokuja katika sura ya 17 Bani Israila aya 13, ikra kitabaka, soma kitabu chako. Anachotakiwa kusomwa kimetajwa pale, asome kitabu chake. Lakini hapa haikuja hivyo, ameambiwa tu ikra, soma, alafu anaambiwa bismi rabbikal ladhi khalaqa, imekuja kwa harfi ya be, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Anatakiwa ile ilmu, ile fani ya kiilmu atakayoisoma mtu, pamoja na majambo yake mengine yote, ayakusanye, ayaegemeze kwake kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anapoambiwa ikra, soma, maana yake anaambiwa hapa ya kwamba ilmu ni moja tu, na chanzo chake ile ilmu ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isipokuwa ndani ya ilmu, ile ilmu ndio imebeba fani nyingi za kiilmu. Ndani yake katika ilmu kuna fiqh, hiyo ni fani ya kiilmu. Kuna sira, kuna tarehe. Ndani yake kuna geography, kuna tafsiri, kuna hisabati, kuna sayansi, nayo sayansi inagawanyika. Kuna physics, chemistry, biology na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo fani yoyote ya kiilmu atakayoichukua mtu kuisomea, impelekee kumjua Mola wake alladhi, Mola ambaye amejifahamisha, khalaqa, aliyeumba. Ameumba nini? Ameumba ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake, akiwemo na yeye mwenyewe mwanadamu. Hii ni nini? Hii ni cosmology. Ilmu al-kauniyat ni fani ya kiilmu ya kisayansi inayofuatilia habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi ulivyofanyika. Na je, ulimwengu huu utakuwa na mwisho? Na kama utakuwa na mwisho, ule mwisho wake utakuwaje? Na je, baada ya ulimwengu huu kuwa na mwisho, kutakuwa na maisha mengine tena? Watu wanafuatilia sasa hivi. Watu wanafuatilia sasa hivi. Wanasema ya kwamba ulimwengu huu utakuwa na mwisho. Wanasema kutatokea kitu kinachoitwa big crunch, msagiko uliokuwa mkubwa, mbomoko uliokuwa mkubwa, kuvunjwa kuliko kwa kukubwa. Wanasema jambo hili litatokea, ndio litaubomoa ulimwengu huu na kuusagasaga ulimwengu huu na kumalizika. Sayansi inakubali kiyama. Watu sasa hivi wanafuatilia habari hiyo ya big crunch. Watu wanafuatilia habari hiyo ya black hole. Watu wanafuatilia habari hiyo ya singularity. Na haya yote Qur'ani imeyaeleza karne ya 7 kwa ufasaha uliokuwa mzuri.
Na sasa hivi wanasayansi wamejua ya kwamba baada ya maisha haya kutakuja kuwa maisha mengine tena. Stanford wanasema hivyo, Southern Denmark of University wanasema hivyo. Tunaposema Denmark maana yake Ulaya imesema. Denmark ndio katikati ya Ulaya, ndio kindakindaki cha Ulaya. Kwa hiyo Ulaya imesema